Kwa jina naitwa Hamduni Mohamed Ali, ni diwani wa kata Azimio, wilaya ya Temeke, halmashauri ya Temeke, manispaa ya Temeke. Tukio hili la mashindano ya watoto tunawajenga katika masuala mazuri ya kiafya, kifikra, mahusiano. Watoto tukashiriki katika swala la michezo, wataepukana na masuala maovu. Na huyu meneja wa DAA kusema kweli amefanya jambo kubwa. Serikali ya Jamhuri kutoa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya michezo ya watoto umefanya jambo kubwa sana. Umetoa uwanja huu bila malipo. Tumpongeze sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusapoti michezo. Na vile vile niwaombe viongozi wengine wa michezo aina mbalimbali, football, netball na michezo mingine, wakushanye vijana kama hivyo walivyokushanya wenzao wa riadha kwa ajili ya furaha na kucheza michezo aina mbalimbali. Kusema kweli watoto wamefurahi sana, na sisi watazamaji wa michezo tumefurahi. Kwa majina anaitwa Emmanuel Issa Mhando, ni afisa habari na mawasiliano kutoka taasisi ya shule inayoitwa Atlas Schools, ambayo inachukua wanafunzi wa primary, sekondari pamoja na wale wa nursery. Kwa niaba ya mkurugenzi wa Atlas Market Group, Atlas Schools, Silvanus Lugambwa, nimengependa sana kuleta shukrani za dhati sana kwa DAA kwa hili tamasha kubwa walioliandaa katika nchi yetu ya Tanzania. Huu umekuwa ni mwanzo mzuri sana wa kutengeneza kizazi kitakachoweza kujitathmini, kuweza kuwa na nidhamu na kuweza kufanya mambo makubwa sana katika ulimwengu wa kidunia. Hiki ndio kizazi tunachotakiwa kukitengeneza sasa hivi, kwa maana sio kizazi ambacho kitakuja kutuletea complication huko mbele. Ni kizazi ambacho kitaenda kuwasilisha vizuri na kitabeba bendera vizuri ya Tanzania. Tukiwa kama wadhamini katika tamasha hili wa Atlas Schools, shule ambayo inajivunia kufanya vizuri katika masuala mazima ya akademiki, lakini pia ni shule ambayo imezalisha watoto, inaoleta watoto na kufanya tracking katika hii youth talent. Kwa hiyo sisi tumefurahia sana matamasha haya. Kwa uongozi wa DAA tunapenda kuipa pongezi kubwa sana, lakini wazazi kwa sasa hivi sehemu kubwa ya kukimbilia baada ya kuachana na zile PCB, HKL, ya zile fati ambazo watu wanaenda kuzisoma, lakini kuna kunyanyua vizazi au kupata zile talent. Tunapoambiwa youth talent, hii ndio sehemu yake. Ya sasa hii ndio platform mzazi utakapokuja kulinki na Atlas, utakapokuja kulinki na shule kama ya Atlas, basi utajiweza kupata kizazi chako na kuja kukileta katika masuala mazima michezo. Hiki ndio tunataka kujivunia. Tunakutengenezea A za academic huku, lakini pia tunakuletea talent. Yaani tunaleta wale wakina Sambui wapya, tunaleta wale wanariadha wapya, tunaleta wale wana michezo wapya, lakini kutoka katika misingi ambayo inahitajika vikubwa sana. Hayo ndio makubwa ambayo ninayashukuru kwa DAA, lakini hayo ndio makubwa pia ninayowasilisha kwa Tanzania. Vyombo vya habari nashukuru sana kwa kushirikiana nao jamaa. Kuamini kwamba sasa hivi platform hizi za digital platform hizi nyewe mnavyoenda kurusha, ni wazazi wengi wataenda kuona, ni wazazi wengi wataenda kujua Atlas, lakini wazazi wengi watakuja kujua hili tamasha kwa ujumla lina madhumuni gani na dhima yake kubwa ni nini. Niwapongeze sana kwa kuacha legacy kubwa sana katika hili swala. Je, kuwaona katika matamasha haya mara kwa mara au kuchelewa? Sisi kama tunavyojitambulishaga kwamba Atlas ni chombo kikubwa kinachozalisha wanafunzi wengi sana katika hii. Yaani kuna waandishi wa habari sasa hivi ni kutoka kujitambulisha hili ni kwamba kuniona sisi au kuiona taasisi kwenye matamasha makubwa, hiyo sisi imekuwa ni kama utamaduni wetu. Ni kitu ambacho tumejiwekea sana. Leo mmetuona DAA, lakini kesho mtatuona kwenye matamasha mengine yoyote yanayohusiana na masuala ya vijana. Sisi Atlas tupo moja kwa moja. Tunapozungumzia masuala ya uhusiano bora, huu ndio uhusiano bora ambao tunatengeneza baina ya sisi, taasisi ya Atlas na mashirika ya binafsi na mashirika ya serikali pia. Kwa hiyo kuonekana kwenye matamasha tofauti ni kubwa sana, na hilo mtatutegemea kutuona sana. Leo mkitoka hapa mtaona magari yetu yalivyojaa, yanabeba watoto, yanarudisha majumbani. Hiyo ndio sisi tunavyozidi kushiriki. Sio kwamba tuliaika tu magari ya bebe wale watu wengine, hapana. Washiriki wanaokuja kufanya DAA hapa ni moja kati ya sisi ambao tumeje kufanya. Tumepata hiyo nafasi, tumethaminika katika hili, lakini na sisi tumeweza kuitumia nafasi hii vizuri sana. Cha kwanza kabisa tena kumshukuru Mwenyezi Mungu amesaidia kuanza mashindano juzi. Tunashukuru sana kwa sisi ambao tunakimbia mbio za uwanjani, na tunaomba uongozi uendelee hivi hivi. Tunashukuru sana uongozi wa DAA. Jina lako na unatokea mkoa gani? Kwa majina naitwa William John, natokea mkoa wa DAA. Kwa kweli majina naitwa Baraka Msomi Nongoyo. Nipo hapa Dar es Salaam Kigamboni. Nasoma shule ya msingi Vijibweni, darasa la 7. Kwa kweli mchezo mimi naipenda sana na nimeanza mwaka jana kuingia kwenye mchezo wa riadha kishule. Ndio nikaenda Diringa, nikashiriki, nikafanya vizuri. Ndio nikaendelea kuipenda. Kwa hiyo mimi mchezo naipenda. Na leo nashukuru nimefanya, na jana nimefanya vizuri.
na leo nimefanya vizuri. Kwa hiyo nashukuru sana. Mimi naomba ni support, tusaidiwe na si tujitahidi. Mashindano kama haya yana umuhimu gani kwa wanariadha kuwajenga zaidi? Ana umuhimu sana. Kwa kweli na umuhimu kwa maana inatujenga na tunakuwa tunajiandaa muda wote, tunajua muda wote tunaenda kushiriki mchezo. Kwa hiyo muda wote unakuwa umejiandaa, upo kimazoezi. Lakini tukiwa tunakaa muda mrefu unakuja kushtukiwa, unaweza ukashtukiwa hauna mazoezi. Lakini akiwa anatupangishia kwamba tarehe fulani kuna mazoezi, kuna mashindano, lazima ujifanye vizuri. Kwa hiyo mimi nashukuru, lakini mimi uwezo wangu mimi najiamini na uwezo kubwa sana. Kuanzia jana nilivyoona wanakimbia, mimi na uwezo kubwa. Nimeona sana lakini sina mazoezi kwa maana nipo darasa la 7 wananibana kwenye mazoezi. Lakini mimi nikiamua kuingia kwenye mazoezi, mimi ni mkali. Kusema ukweli. Asante sana.